Yes bwana, inakuaje? Karibu sana kwa wewe ambaye kwanza unaitazama channel ya PM Online kubwa zaidi. Nikwambie tu kwamba usiache kuweza kusubscribe, lakini pia kugusa hiyo alama kengele ili uwe mtu wangu wa kwanza kuweza kupokea taarifa mbalimbali za kimichezo, lakini pia burudani kipindi tu ambapo zinatokea. Kubwa zaidi tunatazama kile ambacho kinaendelea kwenye soka, ambapo weekend hii hapa tunaweza kushuhudia michezo kadha wa kadha ikiweza kuchezwa. Kwa upande wa wananchi Yanga, wao watashuka dimbani dhidi ya KMC FC, lakini pia kwa upande wa wekundu wa Msimbazi Simba, wao wana kibarua dhidi ya JKT Tanzania. Sasa hilo sio kubwa ambalo limetuleta mezani kwa leo. Kubwa zaidi ni kutazama kile ambacho kinaendelea kwa upande wa wananchi Yanga, ambao Clement Francis Mzize ameweza kuchaguliwa kama mmoja kati ya wachezaji ambao goli lake linawania tuzo ya goli bora kwa msimu ambao ulimalizika, msimu wa 2025 2024 2025. Sasa tumeweza kushuhudia magoli kadha wa kadha ambayo yaliweza kufungwa kwenye ligi ya mabingwa barani Afrika, lakini kwa upande wa Yanga goli la Clement Mzize ndilo ambalo lipo kwenye kinyang'anyiro hichi cha kuweza kuwania nafasi ya kuweza kuwa kuchaguliwa kwa goli bora la kimashindano katika ligi ya mabingwa barani Afrika. So kikubwa ambacho tunakisubiria ni kuona kama goli lake linaweza kuchaguliwa kama goli bora ama magoli mengine yanaweza kuchukua nafasi hiyo. Na nikukumbushe kwa upande wa Simba, mchezaji ambaye anaitwa Pape Osman Sako ni mmoja pia kati ya wachezaji ambao wamewahi kuwania nafasi hiyo na kuweza kushinda tuzo hiyo ya goli bora kwa upande wa mashindano ya kimataifa. So tusubiri tuone kama naye pia anaweza kashinda tuzo hiyo ama kuna namna gani au tuzo itaenda kwa nani. Na taarifa mbaya zaidi kwa upande wa wananchi Yanga ni kwamba Clement Mzize atakuwa nje kwa wiki 8 hadi 10, na taarifa ambayo iliweza kutolewa na afisa habari na mawasiliano wa Yanga ambaye ni Ali Shaban Kamwe kwamba Clement Mzize tusitegemee kuweza kumshuhudia dimbani kwa mwezi huu wa 11 wa 12, lakini pia wa kwanza kuna hatihati akaweza akarejea mwanzoni au mwishoni mwa mwezi huo. So anaweza akakosa michezo kadha wa kadha ikiwemo ya mashindano ya kimataifa, lakini pia kuna mchezo wa dabi ya Kariakoo ambao tayari hatokuwepo kwenye kikosi cha wananchi. Na kwingineko au mbaya zaidi ni kwamba Mzize msimu huu ameweza kuongeza kandarasi kwa upande wa Yanga na mpaka mwaka 2027 ndipo ambapo kandarasi yake itaweza kumalizika, na tulishuhudia pia akiweza kuwa mmoja kati ya wachezaji ambao wanalipwa kiasi kikubwa mno cha fedha kutoka pale kwa wananchi Yanga. So tuendelee kusubiri na kuona kama kuna namna yoyote ambayo itafanyika, atashinda tuzo ya goli bora kwa upande wa CAF ama hataweza kurejea mapema na kuja kuitetea klabu yake Dar es Salaam Young African, ambayo kwa sasa hivi ina struggle kuweza kupata mshambuliaji ambaye atakuwa anaipatia magoli katika kila mchezo. Dube bado gari lijawaka, lakini pia kwa upande wa Boyeli bado pia naye anajitafuta katika kikosi cha wananchi. Tusubiri tuone kitu gani hasa kitakuja kutokea, lakini kubwa zaidi ni kuambia tu kwamba usiache kuweza kusubscribe, lakini pia kugusa alama kengele ili uwe mtongo kwanza kuweza kupokea taarifa mbalimbali za kimichezo, lakini pia burudani kipindi tu ambapo zinatokea. Till next time.